Katika sehemu ya 3 ilikuwa ni wakati ambapo Badil Jr alikuwa amejitoa kinagaubaga na kujitoa fahamu kwenda kukutana na yule bwana na kwenda kwa jina la Deus Bashasha ili aweze kwenda kumuonyesha Maalum Bashasha ambaye yeye mwenyewe alikuwa anahisi kwamba huenda mtu huyu ajafa, kuna mchezo fulani umefanyika na tuone kwani pale ilikuwaje. Then tutarudi hapa kwa ajili ya kupeana salamu. Basi baada ya mwendo kidogo, gari ambalo alikuwepo Inspector Badil Jr na yule jamaa Deus Bashasha lilisimama mtaa ambao ilikuwa ni nyumba ya Dr. Konya ilikuwepo. Umeona ile nyumba? Aliuliza Deus huko akiangalia kwenye kioo cha mbele ambapo ilikuwa ni nyumba ya Konya. Imefanyaje? Alijibu Badil Jr na hakuwa na wasiwasi hata kidogo kwa sababu alikuwa anapafahamu vizuri sana mahali pale. Sasa sikia, shuka kwenye gari then moja kwa moja ingia mle ndani. Utakutana na mtu ambaye unataka kumuona. Deus aliongea akiwa hata zamani na Badil Jr yeye alikuwa anatazama mbele tu kwenye nyumba ya Konya. Basi Badil aliganda na akawa anatazama jinsi ambavyo atakuwa anaenda. Basi aliangalia kwanza mazingira ya nje na jinsi ambavyo alikuta kwamba kama hali ilikuwa ni shwari tu, na akajiambia kwamba kwa hakika umenisumbua, basi mimi ninakufuata. Ikiwa kama umenisumbua tu, basi nitakukata masikio kabla sijakuua. Hii ilikuwa ni kauli yake kabla ya kushuka kwenye gari ambapo alikuwa akimwambia yule Deus Bashasha. Basi baada ya kushuka, Deus aligeuza gari kwa kasi na kisha alitoweka eneo lile. Alimwacha inspector akiwa pale, alikuwa anajiamini kuliko maelezo. Aliangalia kwanza usalama wa bastola yake kiunoni na akakuta kwamba iko sawa. Basi kabla hajanyanyua mguu kuelekea katika nyumba ile ambayo alikuwa anajua kwamba fika ilikuwa ni rafiki yake kipenzi Konya, basi aliamua kuchukua simu kwanza na akapiga namba ya Konya, lakini haikuwa na majibu ya kupokelewa. Aliamua kutaarifu jeshi la polisi kwamba yuko sehemu ambayo alikuwa na mashaka pamoja na uhalifu. Alifanya hivyo ili kama akishikiliwa huko ndani basi iwe rahisi kugundulika na kupatikana kwa ajili ya kupewa msaada. Basi baada ya hapo aliweka vizuri vazi lake na alipiga hatua kuelekea ndani, huko akili yake muda huo ikiendelea kujenga taswira ya kumkuta Maalum Bashasha huko ndani. Alikuwa na uchungu sana na huyu bwana kama atamkuta. Alichoamini zaidi bwana Inspector Badil ni kwamba aliomba maongezi ya kirafiki na Maalum Bashasha. Alitaka kujua kipi zaidi ambacho wanakitaka kwa jeshi la polisi. Mchongo huu ulifanywa na yule mwanamke kule mahabusu pamoja na bwana Deus Bashasha, na ndio maana Badil Jr alikuwa ameamini kupita maelezo. Basi hatua kwa hatua zilimfikisha hadi kwenye geti la nyumba ya rafiki yake, na kabla ya kubisha hodi tayari geti lishafunguliwa. Kijana wa makamu alikuja kufungua. Utadhani alikuwa na taarifa ya ujio wake hivi. Bwana we, nyumba ya Konya ilikuwa imependeza kweli kweli kwa majambazi. Kulikuwa na wanaume 4 wakubwa ambao walikuwa kirandaranda huku na kule uani katika nyumba hii. Yaani wao kazi yao ilikuwa ni kuzunguka tu bila kusimama kuangalia usalama. Nyumba ya Konya kumbe iligeuka kuwa ni maskani ya maadui. Walitawala sana toka Konya tolewe Dar es Salaam na kwenda mkoani. Walikuwa wakiishi hapa na kufanya kila aina ya shughuli yao. Basi Badil alijikuta akicheka alipofika hapo. Alikuwa huru sana, alikosa cha kufanya. Alichokuwa anaweza na alichokikuta hapo ilikuwa ni tofauti kabisa. Yaani nyumba ya inspector mkubwa wa polisi kubwa la maadui kabisa wameifanya maskani yao. Yaani majambazi wanaifanya maskani nyumba ya polisi. Anashindwaje kucheka sasa? Wametuwai mapema sana wapuuzi, alijiongelea mwenyewe akiwa bado anakagua kwa macho nyumba hiyo ambayo alizoea kila siku kuja kumtembelea kijana na rafiki yake Konya. Alipokuwa anaendelea kushangaa, mlango wa kuingilia ndani ulifunguka na mwanamke aliyevalia gauni jekundu alitoka. Alisogea hadi pale ambapo Badil Jr alikuwepo na kisha alisimama. Alitabasamu na kisha alimkaribisha ndani kabisa ya nyumba hiyo. Bila shaka ugeni wa Badil Jr ulikuwa na urasmi wake. Yaani ilikuwa ni kama partnership ya kibiashara hivi. Yaani mpaka akaona aibu na sare yake ya jeshi la polisi ni kama ilikuwa itajike mahali pale. Basi alikaribishwa ndani na kile alichokuwa anakitafuta ni kweli alikipata. Kwa macho yake mawili alimshuhudia bwana Maalum Bashasha akiwa mzima tena wa afya kabisa. Akawa ni mzima, kitu ambacho kilimshangaza sana. Na ilikuwa ina picha nyingine ambayo ilikuwa ni ya kusisimua sana kwake. Na hapa ndipo ambapo chanzo cha matatizo kilianza. Inspector Badil Junior Konya, kipenzi namba 1 inspector hodari Tanzania, karibu sana nyumbani. Alikaribishwa kwa majina na wasifu wake wote, na baada ya mkaribisho huo Maalum Bashasha alimtoa yule dada ili kupisha maongezi ya siri. Asante sana Maalum Bashasha, mpambe nambari 1 wa Mr. X. Naye alijibu wito
na akachukua nafasi yake. Tayari kwenye meza kulikuwa na kinywaji ambacho hakupenda kabisa kujishughulisha nacho kwa sababu alijua anaweza kumwekea hata dawa akamzimisha. Umeomba kukutana na mimi juu ya tahadhari zote ambazo umeambiwa, lakini bado umekuwa mbishi. Na sasa umekuwa mtu wa kwanza kujua kweli kwamba niko hai, aliongea Maalum bashasha, huku miguu yake yote miwili ikiwa juu ya meza, kioo ambacho ilikuwa ni kati ya vitu ambavyo Konya alikuwa anavithamini sana ndani kwake. Basi ilikuwa ni miongoni mwa hiyo meza pia ilikuwepo. Naam, nimekuwa nikitaka sana na hatimaye nimekuja kugundua kwamba askari tuna kazi kubwa sana kufanya. Kumshika Mr. X kazi ndogo, tupasa sana kuongeza nguvu kweli kweli. Alisema huko kikaa sawa, Bwana Badil akizungumza na jambazi yule Maalum bashasha kama mtu na rafiki yake hivi. Oh wow, bravo. Wewe ni mwerevu sana. Lakini kabla tujaenda mbali kabisa hivi, kwa nini umeamua kutumia nguvu zako zote kufuatilia kuhusu mimi? Ukuamini kwamba nilikufa? Kwa nini? Yaani kivipi? Basi alikuwa ameuliza swali akitaka Jiara ili aweze kujibu, kwa sababu pia jitihada za Badil Jiara kutafuta ukweli toka alipopandishwa cheo katika jeshi la polisi, kazi yake kubwa ilikuwa ni kuchunguza kifo kuhusu Maalum bashasha pamoja na kutafuta ukweli kwamba Mr. X huyu basi alikuwa ni nani. Unajua kifo chake kilinipa utata sana kichwani kwangu. Niliwaza jinsi ambavyo ulivyo mjeuri wewe. Kwa nini wakuue kwa bomu? Hapo nikajua kuna mchezo ambao si rafiki kwa jeshi la polisi unaendelea. Alijibu baada ya kuwa amefikiria sana. Bila shaka kabla sijakutana na Konya uso kwa uso napaswa kwanza kukanyamazisha wewe. Nashukuru leo umeitikia wito wa kifo. Aliongea Maalum akiwa hana wasiwasi kabisa. Yaani kama masiara hivi, lakini yeye alikuwa na mazungumzo ya mafumbo na vitisho vya maana kweli kweli. Unajua kwa askari makini hapaswi kuamini kila taarifa, hapaswi kuamini kila unachokiona. Ndio kuna kitu kinaitwa uchunguzi au utafiti. Baada ya kukabidhiwa kwa kazi ama kazi kubwa kwenye ngazi za juu kule, mimi nilipitia matukio yote na nikagundua kweli kwamba kuna mwili ambao ulipuliwa na bomu, lakini ule mwili si wa Maalum bashasha. Bashasha anavaa saa mkono kushoto na sio kulia. Tena anavaa saa ya chuma. Isingeungua pia. Hamtofautiani sana na Konya. Ndio maana tuliamua kumteka mtoto wake ili tupunguze kasi. Undhani wewe tutakutekea kitu gani au tutakutetea kwenye upande upi? Aliongea bashasha akisimama kumzunguka Jiara kwenye kiti ambacho alikuwa amekaa, na kisha akarudi pale kwenye kochi ambalo lilikuwa linamilikiwa na Inspector Konya. Bila shaka leo naenda kukupoteza Badil. Yaani naenda kumaliza mchezo kabisa. Hauna faida kwenye kalenda za Mr. X. Inspector, wakati huo ukiwa unanichunguza mimi ulisahau kwamba mimi nakuchunguza wewe. Mimi nilijua tu kwamba kuna vitu tutagundua kuhusu sisi. Ulishafahamu kwamba sasa Mr. X ni nani? Aliuliza bashasha, na swali lilikuwa rahisi sana kwa Badil. Nahisi tu kwamba Mr. X ni kiongozi wa ngazi za juu sana. Ngazi za hey stop. Hongera kwa kuwa mdukuzi. Sasa unatakiwa kwenda kuzimu. Alisema bashasha akiruka teke moja kutoka katika kocha iloka hadi kufika kifuani kwa Badil Jiara. Hakutaka kabisa malize kuzungumza kile ambacho alikuwa anazungumza. Teke ambalo alipigwa wakati wa Inspector lilikuwa bila kutarajia. Lilimsomba yeye pamoja na kochi lake mpaka upande wa pili. Kabla hajakaa sawa tayari Maalum alishamvamia tena na kumkaba vilivyo. Alichomoa bastora mkononi kwa Badil Jiara na kisha alitupa mbali. Baada ya hapo alimwachia huru Badil Jiara ili aweze kupumua kidogo. Umetumia nguvu kubwa sana kuwaza na kufikiri, lakini haikuwa sahihi kwako. Nimeagizwa nikuondoe Inspector. Kupitia wewe nitamuua na najua kwamba nitamuuza sana Konya kabla sijamuua. Kwa hivyo atafanya kile ambacho tutakuwa tunamwagiza. Aliongea bashasha huku akizipanga ngumi kisawa sawa. Sasa baada ile alishakaa sawa, alipata nafasi ya kujiandaa vyema wakati bashasha alipokuwa akizungumza. Basi kabla tena mshike hujaendelea, waliingia wapambe wa Badil Jiara baada ya kusikia purukushani ndani, lakini wote aliotoa nje na kuacha uwanja kati watu hao wawili. Basi bashasha huyu aliandaa pambano la kushtukiza dhidi ya mpenzi wake Badil, na hii ilikuwa ni kutokana na kwamba Badil alitambua vitu vingi sana kuhusu wao. Na mimi sitokuacha hai bashasha. Leo nitakubali niondoke hata na kichwa chako baada ya kukua. Nataka ikawa ni uthibitisho kwamba kweli umekufa, kwa sababu haukupatikana uthibitisho. Baada naye alikuwa mzuri sana kwenye kujibu mashambulizi hata ya maneno. Aliamini kwamba katika uwezo wake wa kipolisi, yani alishapitia shida nyingi sana za kupambana na wahalifu, na yeye hakuwa mchovu hata kidogo. Alikuwa anawaza na alikuwa anaweza
vizuri sana ile mapambano kama ambavyo ilikuwa yana watazamaji, lakini alijua kwamba lazima pambane. Sasa ilikuwa ni zamu ya Badi Jiara kumvamia Bashasha. Badi aliruka teke mpaka kwenye sehemu ambako alikuwepo Bashasha na alifanikiwa kupiga hewa. Akarudisha tena mguu na kufanikiwa kumkongoa Bashasha sikioni. Bashasha naye alijitahidi kumkwepa lakini hakufanikiwa kukwepa yote. Alijikuta anapigwa ngumi ya kifua na kumsogeza pembeni kidogo hivi. Bashasha alikasirika sana kwa hiki kipigo. Aliingia mzima huku akikoroma kama simba. Alikusanya mikono yake fasta kama Jackson dhidi ya adui yake, akafanikiwa kumparua Badi usoni pamoja na damu kutoka, lakini bado haikuwa mwisho pambano. Badi alitumia uwezo wake wa kibabe kulikweli kurusha mateke madogo na makubwa kwa kasi ambayo alimsaidia sana. Alimwachia maumivu kwenye mbavu Bashasha na mwisho alishika mbavu zake akazibinya na kisha akainuka kukaa sawa. Umefika mwisho wako wewe pamoja na huyo Mr. X. Mnafanya mchezo wa kuchezea serikali, sio? Yaani nyie mmeisha tayari. Nikitoka hapa moja kwa moja naenda kwa huyo Mr. X. Mimi siko tayari kujua huo wadhifa wake ni nani wala kikosi ambacho anaongoza. Nitamuua tu kama ambavyo ninakuua wewe Bashasha. Badala ya kuongea bure, aliongea kwa kumsogelea Bashasha ambaye alikuwa na hema kwa maumivu. Alimpiga teke jingine na kumshindilia ambapo ilitua katika moja ya shingo zake katika bega la kichwa. Zilisikika tu kelele za maalum Bashasha ambaye aliugulia. Badi Jiara alikuwa kama Konya tu. Alikuwa na uwezo mzuri sana na ndio maana alijiamini sana. Sasa alisogea hadi pale ambapo Bashasha alikuwa ameanguka akachuchumana kumshika kichwa. Alimwasha kwanza kibao kizito ambacho alikuwa ameshajiandaa nacho ambacho kilimwacha hoi kwa kichapo. Lakini hakuacha kucheka. Alikenua meno yake makubwa ambayo alikuwa yamejaa damu Bashasha. Na baadaye akasema kwamba kama umemjua Mr. X basi umejua wapi huyo mtoto alipo. Lakini Inspector, mimi sikushauri, umeshacheza faulu kubwa sana. Subiri kupata kadi nyekundu. Aliongea Bashasha akianza kucheka kwa nguvu ili kumchanganya Badi Jiara. Ni kweli. Ni sekunde tu Bashasha alifufuka upya. Alivuta zuria dogo ambalo Badi Jiara alikuwa amesimama, kitendo ambacho kilimchota msobe mpaka chini. Kufumba na kufumbua, chombo ya moto ikawa juu ya uso wake. Naam, na huyu ni maalum Bashasha mwenyewe ambaye alishindwa mchezo wa ngumi na kukimbilia mchezo wa kutumia silaha. Na sasa alishika bastola ile ambayo alikuwa amekuja nayo Badi Jiara. I'm very sorry Inspector, itakuwa mwisho wako leo, aliongea kimsogelea. Alifika hadi pale ambapo Badi alikuwepo kwanza, akarusha kile kibao kizito ambacho mwanzo alikuwa amepata. So unajua kofi la kisasi ambavyo ni zito, hiki ndicho ambacho aliambulia. Basi alibano vema na bastola ilikuwa katika kichwa chake, na kabla lolote lijitokea maalum alimfahamisha kwanza ratiba yake iliyofuata. Sasa baada ya wewe nitamtafuta ili nifanye nikae kimya. Mnamuita Fani sijui ndo ambaye mtoto wa Konya, si ndio? Nikimalizana na huyo babake atafuata yeye. Mmeshindwa kutupa kile ambacho kina thamani ya uhai. Kifo chako kwa Konya itakuwa ni moja ya kumjulisha kwamba tuko serious sana kuhitaji mzigo wetu. Lakini cha pili, au mwangalifu sana kuanzia sasa kwa sababu kila anapoelekea tutamwona. Tumemfunga GPS maalum kwa kumdukua wapi anaelekea. Aliongea Bashasha kabla hajafyatua risasi, lakini kabla yote alimsogelea tena karibu la sikio na kisha akamwambia, Morini yupo katika nyumba ya dash, lakini anaishi huko bila shida aina yote ile. Anatibiwa na kupata kila aina mahitaji, chakula na kila kitu. Ningekupa nafasi ya kwenda kumwambia Konya, lakini siwezi kufanya huo pumbavu. Kwaheri Inspector. Kwaheri, alisema maalum Bashasha huku akitoa bastola na akairuhusu kwamba itoe risasi. Yes, risasi ilipenya moja kwa moja kwenye kichwa cha Badi Jiara. Mwili wake uliachwa sakafuni na kuanguka kama gunia la mahindi. Na hapo ndipo ambapo ulikuwa mwisho wa askari mkakamavu, shujaa na hodari na kipenzi cha Konya. Askari ambaye Konya alihisi ni msaada wa kumsaidia kutafuta amani na familia yake, lakini leo alikuwa amepotea dhidi ya mtuhumiwa wa kesi namba 721, Bwana Maalum Bashasha. Sasa ni upande wa Konya, Fani pamoja na Swaumu ambako bado walikuwa wanapanga mashambulizi wakitokea katika ile lodge. Sasa Konya na Fani ilikuwa ndio safari yao ya kwanza kabisa katika umoja na ushirikiano kabambe kufuatia waarifu wa chini. Mwanangu, unajua watu wananiumiza sana. Natamani niache kazi niwe huru jamani, aliongea Konya katika mazungumzo. Mzee hapana, inakupasa uendelee na kazi. Yaani hii ndio kinga yako. Ukiacha
itakuwa rahisi wao kukupata kwa sababu utakuwa una mamlaka tena. Haya, hawa wanahitaji huu mzigo. Unatakiwa wadanganye kwamba upo ndani ya kazi, watakuelewa kweli? Alitoa wazo Fani ambaye alikuwa na akili sana za kuzaliwa. Okay, kwa hiyo dogo tunaanzia wapi? Aliongea Konya. Alianza kumwamini sasa Fani. Unajua hatupaswi kwenda sehemu yote wala kumtafuta yote yule. Mchezo wetu ni mmoja tu. Mimi nitakuwa macho na wewe. Lazima watakuwa wanakufuatilia muda wote kwenye kila mguu wako. Kwa hivyo kuwa jasiri, usiwe na wasiwasi. Tunamuondoa mmoja baada ya mwingine. Alitoa wazo Fani akamgeukia na wote wakatabasamu. Basi wakiwa bado wanapanga mipango, binti akawa amemuita Fani pale akionyesha kudeka kidogo hivi kwamba ni kama alikuwa anataka kuongea kitu. Basi Fani akamwambia, okay, sema tu bila shaka. Mwanzo uko unanijua kama mimi ni nani, nadhani kwa utambulisho utakuwa ushanielewa, si ndio? Aliongea Fani huku uso wake ukiwa moja kwa moja kwa Konya alikuwa akiangalia wote wawili na alihisi kwamba hawa mbona kama aliomo yamo. Basi alitabasamu tu kwa sababu mambo yeye alishapitia akiwa na marehemu mke wake hata enzi za ujana wake. Basi binti akasema, mimi nilikuwa nakuchukia sana Fani. Ulikuwa hujui tu. Alichombeza kidogo akaenda kukaa katika sinki la maji ya kunawia mikono. Na wote toka afike hapo loja kuna ambaye aliwahi kwenda pale. Walikuwa wamesimama tu, hakuna ambaye alikuwa analala mle ndani. Natangia waingie pale hawakukaa. Sasa huu sio muda kuongea hivi. Kila kitu kina wakati wake mama. Alisema Fani. Ni kama kutaka kusikiza ile story. Alikuwa anamwangalia baba yake ambaye alikuwa anajichikia tu moyoni kwamba mtoto wake amependana na binti wa waziri mkuu. Basi aliomba ruhusa sasa ya kuongea na baba yake, akaruhusiwa na walimwasa atumie tu ule utoto wake na wanawake wake vizuri ili afute ile kesi ambayo ilikuwa inaonekana kama alikuwa ametoroshwa na Fani. Basi alitumia simu ya Konya ambaye alikuwa na namba mpya ambayo ilikuwa inatumika katika shughuli zake za upelelezi tu. Sasa mshtuko ambao ulipata Mheshimiwa Ali Mustafa, waziri mkuu wa Tanzania, ulikuwa ni mkubwa sana baada ya kusikia sauti ya mtoto wake kwenye simu. Kwa shauku alimwelekeza sehemu ambayo alikuwa anapaswa kukutana baada ya dakika 30. Na baada ya hapo alitoka pale loji huku pamoja na Fani ukiwa vile vile. Konya ndio ambaye alibadilika kutokana na ule muonekano ambao ulikuwa maalum wa kwenda kuwapokea uwanja wa ndege kwa siri. Basi wote walianza safari huku akichukua bajaji kuelekea ambako babake alikuwa amemwelekeza. Aliyeshika maelekezo vizuri kwamba kwa kuwa hakuwa na simu zote alikuwa amenyang'anywa na waasi kule kwenye ndege. Basi ndio maana alikuwa ametumia simu ya Konya na safari ilikuwa inaelekea kule ambako wanakwenda kukutana na babake. Basi Konya na Fani nao walichukua taxi na walipita bila shida kwa kutumia cheo cha inspector. Safari yao ilitaka kuwafikisha hadi katika nyumba ambayo walikuwa wanakaa mwanzo kabla ya kashikashi ya hayo mambo ambayo yalikuwepo. Basi ikumbuka nyumba hii ndo ambayo kulikuwa na mtafaruku kati ya Badil Junior pamoja na mwanaharamu maalum Bashasha. Yani wamepewa location ambako ndiko ambako majambazi wapo ndani ya nyumba. Sasa alikuwa kwanza kufika katika eneo lile ambalo babake alimwambia kutani, na ilikuwa ni nyumba moja nzuri sana ambayo ilikuwa maeneo Mbezi. Basi alifika hapo na aliambiwa kwamba atakuta mtu msimama nje ya gate akiwa amevaa mavazi meusi. Alipofika kwa mtu huyu alisindikizwa hadi ndani kabisa ya nyumba. Nyumba ilikuwa kubwa si kitoto na ilikuwa ni nzuri sana. Kujua kama hapo ndipo ambapo babake anakaa au vipi, kwa maana taarifa ya mwanzo alitaarifiwa kwamba babake anaishi pembezoni kidogo mwa mji wa Dar es Salaam na ni kama ni mji ambao uko kama unaelekea mkoa wa Pwani hivi. Basi alifika ndani kweli na alimkuta babake akiwa mzima wa afya, Mheshimiwa Waziri Ali Mustafa ambaye alikuwa amenawiri kweli kweli. Alipofika babake naye alisimama kwa mshangao kwa jinsi ambavyo mtoto wake alikuwa ameharibika kwa muonekano wake. Na hii ilikuwa ni kwa ajili ya zile kashikashi ambazo zilikuwepo zimetokea kwa binti yake. Basi mheshimiwa huyu alikuwa akimtazama mwanae vizuri pale, na baadaye akajikuta wameganda wote wamesimama bila kuongea wala kusogeleana. Kulikuwa na chuki kati ya baba na mtoto. Mtoto alikuwa na chukizo sana la kutokuwa huru na maisha yake, lakini baba alikuwa ni mtu wa kutaka kila kitu kwa faida ambayo ilikuwa ni faida yake. Na ugomvi wao wa mwisho ilikuwa ni safari ya kuelekea South Africa ambapo binti alikataa sana, lakini huku ndiko ambako kashikashi la kutekwa lilitokea na matokeo yake yakatokea hapa, na wakati mgumu katokea sana kwa binti. Sasa uwezi amini, hakuwa na raha hata kidogo. Alisimama akamwangalia babake ambaye hata nafasi zao za kuonana ilikuwa ni kitendawili. Utaamini nikikwambia kwamba mzee Ali Mustafa kwa mara ya mwisho kumuona uso kwa uso, alikuwa na miaka 12 tu.
Ndiyo, ilikuwa ndo mara ya mwisho kuonana na baba yake akiwa na miaka 12. Baba! Ghafla taharuki nyingine ilitokea. Ilikuwa ni nzito kuliko hata ambavyo tulitegemea. Sauti ya mtoto wa miaka kama 7 ambayo ilikuwa inakimbizana kuelekea 8 ilisikika. Alikuwa ni mtoto wa kike, sio mweupe sana lakini alinawiri sana kwa kweli. Alikuwa anatoka chumbani ambako mzee alikuwa amepanga kuonana na mtoto wake Sasa shida si kuwepo kwa mtoto sehemu hiyo, shida ni kwa nini mtoto aliita baba. Basi mzee Ali Mustafa kumbe ana mtoto mwingine wa kike mdogo kiachana na Na kwa nini mtoto huyo hakuna taarifa yoyote ambayo imekutolewa upande wa aliacha kumtazama baba yake na badala yake alikuwa anamwangalia mtoto yule ambaye hakufanana kabisa na sura zao. Yule mtoto wa kike alizipiga hatua hadi kukuta mzee Ali Mustafa pamoja na ambao alikuwa ameganda bado wakitazamana. Alimwangalia yule mtoto bila kumuonyesha dosari yote ile tabasamu. Tabasamu lake liliungana na mtoto yule mdogo ambaye alijikuta anamkimbilia hadi pale aliposimama. Alimshika magoti na bila kusema chochote kile alitulia tu. Binti, naomba tuongee mara moja. Mzee aliongea, sura yake ilikuwa aibu ambayo bila shaka mtoto wake pengine atauliza. Alivuta pumzi na hakumsikia kabisa baba yake. Alichuchumaa na kumtoa mtoto yule mguuni kisha akaendelea kutabasamu. Unaitwa nani? Aliuliza na bila shaka alikuwa kipenzi cha watoto. Sandra, alijibu mtoto na kuendelea kushika mashavu ya Baba yuko wapi? Aliendelea kumuuliza kwa kujua mtoto huyo amefikaje katika nyumba hiyo, kwa maana hata kama baba yake amepata mwanamke mwingine mbona taarifa za mtoto zikuwepo? Basi Sandra alipoulizwa baba yake yuko wapi, alinua uso hadi kwa mzee Mustafa na kisha alimuonyesha kwa kidole kuhakikisha kwamba huyo ndo alikuwa baba yake. Basi alimwangalia Sandra akamwambia rudi kwanza ndani na kisha atamrudia kwenda kumchukua. Bado nashangaa amefikaje mtoto huko ndani? Aliuliza mzee. Nadhani ungenipa tu jibu la bila kusubiri kuthibitisha swali lako. Amefikaje hapa? Aliuliza na ni wazi kwamba bado alikuwa na chuki kubwa sana kwa baba yake. Sasa Sandra anatofauti gani na watoto wengine? Anatofauti gani kwa Saumu? Anatofauti gani na watoto wengine? Ni haki yake kuishi kwenye nyumba babake. Alijibu maelezo marefu sana mzee wakati njia ilikuwa ni nyepesi tu. Basi binti akamwambia baba, ushatuchukulia familia nzima ni kama mchezo wa siasa kwamba kumuona mama yako au binti yako kampeni mpaka kampeni. Aliongea kwa ghadhabu sana akimaanisha kwamba kwa nini hajawahi kwenda kuwasalimia. Lakini hali yake ilikuwa ngeni kwa baba yake, alikuwa anamjua vizuri sana binti yake kwamba alikuwa ni binti mwenye tempa. Mimi nina maongezi marefu sana na wewe, lakini katika maongezi yao sitaki uhusishe mambo ya nyumbani wala huyu Sandra. Jitahidi kutokuvuka mipaka ambayo nimekuwekea. Aliongea mzee safari akiwa mkali kidogo kumshikisha mtoto wake adabu. Basi alikuwa kimya. Mdomo aliunyonga kweli kuelekea kushoto. Umetokaje Kongo na umefikaje Tanzania bila kushikwa na askari? Maana hakuna ambaye ajue habari zako. Aliongea mzee huku akionyesha sura ya kutaka kupewa majibu ya haraka. Kumbe ulikuwa unajua kwamba nimetekwa Ulikuwa unajua kama tumeshambuliwa na nusu kuuawa, si ndio? Ulikuwa unajua kuwa kumaliza kuongea aliishia njiani baada ya kuona baba yake anakaa vizuri kusikiza taarifa hata yeye mwenyewe alikuwa hana. Mbona jitihada za kukukomboa zilifanikiwa kwa kiwango kubwa sana, lakini tukapata taarifa kwamba umeshikiliwa na muasi mmoja na mmetokomea kusikojulikana. Hapo ndipo ambapo nikapata shaka zaidi. Magazeti, TV na radio zote zimeandikwa mtoto waziri mkuu mikononi mwa gaidi Fani. Huyo Fani ni nani? Baba aliuliza. Fani? Yaani Fani ni gaidi? Alichua nguvu Aliona baba yake kama yuko serious hivi kwenye familia yake. Nimeagiza askari mpaka Umoja wa Mataifa kumtafuta huyo kijana kabla sijapata simu yako kwamba uko salama tayari kurejea Tanzania. Kazi iliyobakia sasa hivi ni kutafuta tu na kufuta huu uvumi ambao unaniharibia mimi sifa kwa kijana wangu. Baba, muogope Mungu baba. Nimepigwa mimi bila huruma, nimeporwa mali zangu zote, sina picha wala simu ya mkononi sina. Nimetishiwa wai baba. Alafu anatokea mtu tu from nowhere anakuja kunisaidia. Then wewe na wapumbavu wenzako mnamuita gaidi. Aliongea huku mishipa ikiwa imemtoka. Alisimama ghafla na kuchukua begi lake. Haraka kusubiri hata wito ambao babake alikuwa amemwitia. Alitoweka ndani nyumba hiyo. Alipofika nje alipiga simu sehemu na kisha alisimamisha taksi akapanda na safari ikaanza. Na haya ndio ilikuwa maisha baba na mtoto. Ilisharibika muda mrefu sana na sasa walikuwa mbuzi ambao kila mmoja alikuwa kimlazimisha mwenzake kumpigia gitaa. Aliondoka kamwacha baba yake kwenye mataa bila hata kuelewa vizuri. Alimsahau mpaka mtoto ambaye alimwahidi kwamba atamchukua
mtoto ambaye alimfahamu muda mfupi tu kwamba alikuwa anaitwa Sandra. Haya, tunatoka kule na sasa tunarudi upande wa pili wa Konya pamoja na Fani ambao walifanikiwa kufika salama kabisa nje ya geti la nyumba ambao walikuwa wanaishi kabla ya kashikashi za hapa na pale. Kumbuka hii ni nyumba ambayo ni nyumba yao, lakini sasa hivi imezingirwa na majambazi. Sasa kwa vile walijua fika kwamba magaidi walikuwa wanapafahamu hapo, basi walinyemelea ili wasionekane. Lengo lilikuwa ni kuingia ndani nyumba hiyo na kwenda kuchukua tu nyaraka muhimu pamoja na baadhi ya vifaa ambavyo vilikuwa ni muhimu. Wote walikuwa na lengo la kuanza kufuatilia magaidi hawa mguu kwa mguu kutokea sehemu ambazo hazitajulikana. Basi walifika getini na kuta geti la nje lilikuwa limefungwa kabisa. Wote walizunguka upande wa nyuma na wakasaidizana kuruka ukuta. Sasa wote walikuwa ndani ya nyumba. Ishara za mwanzo ndani humo zilionyesha kabisa hakuna usalama, kwa sababu Konya alifahamu vyema kabisa nyumba yake ilivyo. Alichomoa bastola yake kiunoni na kuelekea mbele sawa mlango wa kuingilia ndani kabisa. Fani alishakunja ngumi zake za mikono yote miwili kukabiliana na hatari yoyote ambayo itakuwepo. Miguu yao ilizama ndani kabisa, na mwanzoni mwa baraza tu walikutana na habari nyingine kabisa ambayo ilikuwa ni ya kusikitisha. Ndani walikuta mambo yameharibika sana. Mlangoni tu walianza kukutana na damu ambazo zilikuwa ni mbichi. Yaani ni kama tukio limetoka kutokea dakika 5 tu zilizopita. Waliposogea zaidi mbele waliona mwili wa mtu ambaye alikuwa amevalia mavazi ya kipolisi. Kikweli wote walishangaa na Konya alishusha bastola yake chini, asitaki kuamini kile ambacho alikuwa anakiona. Basi taratibu alisogea na kuangalia kuthibitisha ni nani ambaye alikuwa anamwaga damu ndani ya nyumba yake. Alipofika aligeuza mwili ili uonekane vizuri. La haula. Konya alikutana na mwili wa rafiki yake kipenzi. Ulikuwa ni mwili wa Badil Jr, askari shupavu ambaye alikula na kunywa naye pamoja. Walikuwa wanatunziana kila aina ya siri, na ndo askari pekee ambaye walikuwa na mioyo ambayo ilikuwa inafanana. Badil aliendelea kushangaa Konya, akijitahidi kuziba shimo ambalo ilikuwa likipitisha ile risasi ambapo ilikuwa ni sababu ya Badil kutokwa na damu nyingi sana. Alipiga ukunga Inspekta Konya, alilia sana kwa uchungu. Katika yale mapigo 10 ambayo Mungu aliyapiga kwa mfuasi wake ambaye alishindwa kuendana naye, yalifanana kabisa na Konya, na hii ilikuwa ni pigo lingine kwake. Alianza kumpigia kelele kama alikuwa akiongea naye. Pia alimwamsha jemedari wake ambaye tayari alishatangulia kwa Mungu na tayari alikwenda kusafisha njia ili yeye pamoja na wengine wataendelea kutazama. Basi Fani ambaye alikuwa pale alichoka sana. Hakumjua vizuri Badil kwa sababu hakupata nafasi ya kuonana naye kwa uzuri. Alisogea hadi karibu na kochi ambapo alikuwepo, akaangalia kwa makini chumba kizima. Alikuwa akitazama ili aweze kukusanya ushahidi. Fani, babako mwingine ni huyu, wamemuua, wamemuua. Tena ndani ya nyumba yangu, jamani, rafiki yangu. Alilia sana Konya, machozi yalikuwa kinywani mwake, na kiukweli hili lilimuuma sana. Tena pale ambapo unapoteza watu wako unawapenda, yani watu wako wote ambao unawapenda ndio ambao wanapotea. Basi ghafla tu muda ule vilisikika ving'ora vya polisi ndani ya nyumba ya Inspekta Konya. Askari walikuwa ni wengi ambao walishuka na kuizunguka nyumba. Walikuwa askari wengi sana. Bila shaka ni ile simu ya tahadhari ambayo Inspekta alipiga kabla hajaingia kwenye hatari. Polisi walipitiliza hadi ndani na mitoto yao na kumkuta mwanzo Inspekta Konya akiwa ametapaka damu akilia mbele ya maiti ya rafiki yake ambaye alikuwa amepigwa risasi ya kichwa kutoka upande wa kulia. Askari wote walibaki kutamaki, sijui nini cha kufanya. Kiongozi wa msafara huo alimvuta pembeni mwingine na kujadili jambo kwanza, na kisha alitoa simu na kupiga. Aliongea kwa dakika 2 kutoa maelezo, na kisha alisonga mpaka pale ambapo Konya alikuwepo. Alikuwa ameegemea mwili wa kijana wake. Sijui hata nichukue maelezo gani kutoka kwa Inspekta. Aliongea yule askari huku akimpapasa Konya mgongoni na kumhurumia. Pole sana kakasi, lakini matukio kama haya yanatatanisha sana. Alipiga simu ndo ambaye amepigwa risasi. Sasa amepigwa na nani Inspekta? Nani amempiga risasi? Sasa amepigwa na nani? Aliongea peke yake. Alikuwa akiuliza maswali ambayo alikuwa haeleweki na hakujibiwa hata moja. Alisimama yule askari na sasa macho yake yote yalikia kwa Fani. Kijana, umeshiriki kwenye tukio hili? Aliuliza kama Fani amehusika katika kumpiga risasi Inspekta. Lakini swali lake lilimaanisha kwamba mbali na tukio hili la mauaji la ambalo limetokea, basi Fani labda atakuwa ameshiriki katika tukio lingine. Basi hili ndo ambalo lilikuwa kosa la yule askari. Alitonesha kidonda kibichi makusudi. Alishangaa tu upepo mwepesi umepita
Na baada ya muda alijikuta akiwa amehama sehemu ambayo alikuwa amesimama pale. Fani aliinuka pale kwenye sofa kwa spidi kubwa sana na akarusha konde ambalo lilimkuta askari yule kifuani na likamrusha mbali sana. Askari yule alikuwa hajajiandaa na askari wote walitoka na macho, sijui kwamba Fani alitokaje kwenye lile kochi mpaka kumfikia kiongozi wa msafara. Walishtuka na wao na kwenda kumkinga mkubwa wao asiendelee kula kichapo. Wengine walimvua Fani na kumfunga pingu. Akawa chini ya ulinzi sasa. Lakini yule askari alikuwa anatukana tu matusi mle ndani, akishukuru Mungu kwamba Konya alikuwa hana nguvu kwa sababu alikuwa amelia sana. Lasi huyu askari basi leo angejuta. Basi gari la kubeba wagonjwa lilisogea ndani ya nyumba hiyo na walikuja kuchukua mwili wa Inspekta Maalum Bashasha. Konya na Fani wote walishikiliwa na polisi kwa taarifa zaidi na wote walipelekwa kituoni na kufungiwa huko. Ama kweli hii ni serikali jamani. Wanatakiwa kutafakari vizuri basi sheria zao. Huyu ni mwandishi Xavier Luoga anasema hivi na si maneno yangu. Tunatoka pale tunarudi upande wa pili ambako tunamkuta Umu ambaye alikuwa kwenye taksi akielekea sehemu ambayo alielekezwa na Fani kwamba watakutana. Alielekezwa kwenye nyumba ile ambayo ilikuwa ni ya Konya, ambayo matukio ya mauaji yalitendeka na Konya na Fani. Sasa pamoja na huyu Konya wanaonekana kwamba walikuwa wameshikiliwa na kupelekwa katika kituo cha polisi. Basi alifika hadi kwenye ile nyumba pale nje na akakuta nyumba ambayo ilikuwa imeelekezwa tayari ilikuwa imefungwa uzio wa mtu yote asisogee katika eneo lile. Alichukua simu yake ndogo ambayo ametoka kuinunua muda si mrefu sana na kupiga namba Inspekta Konya kwa sababu ndo pekee ambaye alikuwa na namba yake. Na hii ilikuwa ni matokeo ya simu baada ya kwamba iliita bila kupokelewa. Alipiga na kupiga lakini bado haikupokelewa. Basi aliamua kusogea tena karibu na barabara, akaita taksi nyingine. Alitoa maelekezo ya sehemu ambayo anaenda na kisha alianza safari nyingine huko. Kwa sasa alikuwa anaelekea kwenye ile hoteli ambayo inaitwa Deluxe Hotel ambayo ilikuwa Mbezi. Alihisi huko ndiko ambako kulikuwa salama zaidi na aliona ni muda wa kuwa huru sasa na akaamua kujitoa ule muonekano ambao aliubadilisha kutokana na kutafutwa. Basi alipofika hotelini muda mwafaka kabisa alikuwa ameshafika na akaomba chumba kile kile ambacho alitokea mwanzo kwa jina lile lile. Basi chumba hicho kilikuwa maalum kwa ajili ya wateja wa ngazi ya juu kabisa na hakikuwa na mteja. Basi Umu alipandisha katika kile chumba chake na akajifungia humo. Alipoingia ndani alipitiliza moja kwa moja bafuni akatoa zile nguo ambazo zilikuwa zikimtesa kisa kubadili muonekano wake, akajipiga maji na kisha yeye mwenyewe na mwili wake hivyo hivyo akiwa bila nguo alielekea kujibwaga kitandani baada ya kuwa amejikausha. Basi sasa alichukua simu yake na moja kwa moja alipiga tena namba ya Konya. Safari hii simu ilikuwa ipatikani kabisa. Aliachana nayo na kukumbuka kupiga simu nyingine. Karifu alisoma hiyo namba na kisha alipiga. Usiniambie kama uko da. Aliongea Umu akimkumbuka yule mpenzi wake wa mwanzo mbali mpenda kupindukia. Licha ya kumtamkia wazi kwamba amemwacha Umu, bado alikuwa na mapenzi ya dhati kwa kijana huyo Karifu ambaye hana historia nzuri ambayo imenyoka. Niko da mchumba, habari ya Afrika Kusini, alijibu Karifu na kisha aliuliza swali ambalo alijua bila shaka Umu ameshafika kimasomo labda huko Afrika Kusini. Wapi bwana, nipata matatizo tu yani ndugu yangu, yani ni story ndefu Karifu, nipo da. Wewe una maana gani? Uende tena Afrika Kusini? Aliambia Karifu akiwa na wasiwasi. Sidhani matatizo ambayo yalinipata wewe, acha tu, siwezi kuondoka tena. Nipo tu hapa. Alideka Umu akionyesha kwamba alikuwa amemkumbuka. Ni vile ambavyo anaongea naye anamaanisha kwamba bana mimi nakutaka. Lakini mwanaume akamwambia, I'm sorry for the previous situation. Unajua mimi sikuwaza kabisa kati natamka maneno makali kama vile. Nisamehe sana kwa kweli. Aliomba msamaha Karifu kwa kuwa alishamtamkia kwamba alikuwa amemwacha rasmi na si mpenzi, lakini binti anamwambia bado yupo. Mimi nijua tu ni hasira na wivu wako. Wewe haiwezekani from nowhere tu unaniacha jamani. Labda unajua nakupenda sana. Alizungumza Umu akiwa amechanua miguu yake kwenye shuka hili ambalo alikuwa ametandika kwenye kitanda ambacho alikuwa amelala. Sasa niko hapa tu, sijaenda kazini leo, nakuona lini? Aliongea. Lini tena? Mimi nataka saa hizi. Wewe panda Uber hapa, njoo hapa nipo Deluxe Hotel. Iko Mbezi, ukifika mapokezi utanipigia simu then nitakuelekeza chumba na mangapi uje. Aliongea Umu na kisha alimalizana na Karifu. Sasa ni tofauti na mabinti ambao mpaka umuite uko hoteli, story ni nyingi sana, lakini mwanaume akipewa hii taarifa bwana, wako tayari muda wote, yani always wako tayari. Basi baada ya kumuita Karifu alipiga tena simu kwa babake
Alipopokelewa tu aliomba alitoe nguo, kwa sababu hata nguo za kuvaa hapo hotelini alikuwa na deka sana kwa babake, kwa sababu yeye alikuwa ni mtoto pekee, pamoja na kwamba walikuwa hawapatani. Hata hivyo mzee hawezi kukataa maombi ya binti, bado alikuwa anamtreat like a queen, pamoja na kwamba walikuwa hawapatani. Basi aliagiza vijana wapeleke kile ambacho ameagizwa. Basi baada ya muda nguo zililetwa, na alikuwa ameagiza suti ya kike ambayo ilikuwa ni nyeusi na nguo nyepesi ya kushindia tu. Alipokea na kuweka kabatini, na ile suti pia aliweka pia kuvaa chochote. Akaamua sasa kuvaa ile ambayo alikuwa ameletewa kushindia. Ilikuwa nyepesi sana, na ndani ya nguo hiyo hakutanguliza nguo nyingine yoyote ile. Alikuwa huru kwa ajili ya kumsubiri mpenzi wake ambaye alikuwa amemkumbuka sana, kama ambavyo kina mama wanakumbuka watoto wao. Takacha uvunguni bwana ni sharti iname. Baada ya dakika 30 Karifu alitinga ndani nyumba bibi Mustafa, huyu binti wa waziri mkuu. Karifu alikuwa ni kijana mbichi sana. Alikuwa ni mfupi, makamo, mnene kidogo, mweusi wa kawaida. Alikuwa ni mtu wa mazoezi sana. Kitu kikubwa ambacho mara nyingi upendelea kuvaa basi ilikuwa ni mpira mkononi, yani gloves. Basi Karifu huyu alisimama kando ya mlango wa chumba cha Alikuwa ndo yule ambaye ameshiriki kumteka kutoka Morogoro na kumpeleka Tanga, na kisha akamrudisha Kibaha. Karifu wa ni adui wa kutupwa wa Konyesi, ni bonge moja la adui, lakini binti ajui. Basi bwana Karifu alitimba hadi ndani kabisa ya chumba cha mchumba na mlango ulifungwa, na sasa walikuwa wawili tu wakitazamana. Leo hutaelekea kuoga kama kawaida yako? Aliuliza huku akichanua dimples katika uso wake na kupendeza sana. Alikuwa ni binti kisura kweli kweli. Achana na kule kuchoshwa na wasi, lakini binti alikuwa ni mrembo kweli kweli. Hapana bwana, sina kazi siku mbili hizi, nipo tu, alijibu wakati ule akikaa kitandani. Hivi Arifu, unajua kwamba hapo mwanzo ulikuwa unaniambia kila siku sijui una kazi gani, sijui nje ya nchi. Lakini hata uniamini hata kidogo kuniambia unafanya kazi gani jamani, au kwa sababu tumefichana kutokea mwanzo? Basi huyo alikuwa ni ambaye aliongea kideka hivi kuelekea kwenye bega la Karifu. Yaani huyu mwanamke alikuwa ameshamsahau Fani dakika 2 tu. Nadhani na hii ndo ile wanasema wenyewe tenda wema nenda zako Basi bwana Karifu alipoulizwa hivyo akaambia mara nyingi tumekuwa tunagombana. Yaani tunagombana sio ukianza kuzungumzia masuala ya kazi. Kazi yangu ni siri jamani. Mara ngapi nakwambia kwamba mimi hizi kazi zangu ni siri, na mara kadhaa wanazifanyia nchini Msumbiji. Kipi ambacho uelewe hapo? Mimi sitaki kukuambia kazi yangu. Aliongea Karifu akiwa anavua sasa mipira yake ambayo alikuwa amevaa mkononi ili aweze kuwa huru. Okay sawa, ila mimi leo nilikuwa nataka tu nikwambie jambo, ila please naomba usinigeuke wala usiniogope. Mimi unajua sikujitambulisha ipasavyo kutoka mwanzo, kwa sababu wakati tunaanza mahusiano yetu kabisa pale sikukwambia chochote, na hii ilikuwa ni kutokana tu na baadhi ya kumbukumbu ambazo mimi sihitaji ziwepo kwenye kichwa changu. Hivi mimi najua nimewahi kukwambia kuhusu mama tu, si ndio? Na kuhusu baba nilikwambia amefariki dunia Alianza kuongea huku akivuta umakini kwa Karifu, lakini Karifu hakuongea chochote. Aliendelea tu kushughulika na kuvua vitu vingine ambavyo vilikuwa mwilini mwake, kama vile saa, jaketi ambalo alivaa. Basi binti akaendelea kuongea. Naomba unisamehe sana kukuongopa Karifu. Niliogopa, nikafikiri labda unaweza kuniona mimi sijui thamani sana endapo ungemjua babangu, lakini pia kwa babangu amenificha. Mimi watu wengi hawajui kuhusu mimi, kwa nikaona hamna haja kumtambulisha kwako. Nilikuficha, but anyways. Aliongea tena kutafuta namna na nafasi ya kulitaja ile jina la baba yake ili kusiwe na ukali wa kutisha. Basi Karifu yeye alikuwa kama asikilizi vizuri hivi, alikuwa tu ni mtu wa madharau kweli kweli. Alikuwa na mipango mingi sana kichwani kwake, na hii ni kutokana na kazi za hatari ambazo alikuwa anaagizwa na bosi wake, yani Mr. X. Basi alinyanyuka hapo kitandani akaelekea kuendelea kuvua nguo zake. Yani hakutaka hata kusikia binti anaongea nini. Yani yeye alikuja tu, unajua tena vijana wakipewa wakatai. Binti sasa kaendelea kuongea akamwambia, babangu mimi ni mzee Ali Mustafa, mheshimiwa waziri mkuu. Alipotaja jina la kwanza la kaida la baba yake ilikuwa lina mwitikio kabisa. Kwanza ni story ambayo kijana yule hakutaka hata kuisikia, ni hakuona kama itakuwa na kazi yake. Lakini alipokuja kuongeza na cheo cha baba yake ilikuwa ni kishindo kikubwa sana. Hili lilimkuta Karifu akiwa ameganda kama ukata wa Ikulu. Alikuwa ameshikilia tu suruali yake asijue endelee kuivaa au kuivua. Kichwa chake kiliyumba ghafla, alipatwa na mshtuko mkubwa sana wa moyo. Alibaki kinywa wazi Karifu, asijue ni vipi afanye. Hivi anatakiwa vae au mavue, hakuelewa. Alipatwa na kichaa cha mawazo ghafla.
na alishindwa ni majibu gani ambayo ni sahihi atoe na aanzie wapi kuyatoa. Ina maana mwanamke ambaye tulimpa kesi ya kutekwa ndo huyu Umu. Kumbe huyu Umu ndo mtoto wa Ali Mustafa. Kwa nini sijajua miaka yote hii jamani kwamba nina date na jamani? Kwa hapa nini kinaendelea kati ya Umu na Fani, lakini Fani na Konya? Basi alikuwa akijiuliza maswali mengi sana Harifu, na mwisho akajipa jibu ambalo lilikuwa sahihi. Bila shaka napaswa kuwa mwangalifu sana, lakini pia inabidi nimtumie huyu kujua nini kinaendelea kwa mzee Ali Mustafa. Huyu Umu huyu mbona amekuja wakati mzuri? Okay, huyu ndo jibu sasa. Aliwaza sana Harifu na mwisho akajipa jibu mwenyewe. Basi alivua suruali yake na kuanza kuonyesha uso tabasamu kwamba alikuwa hajashtuka sana na utambulisho wa Umu. Mtoto wa waziri, babako akinijua mimi ndo mpenzi wako jamani, si atanitafutia majambazi waniue. Aliongea kiutani Harifu huku akiwa tayari ameshavua suruali yake na akapanda kitandani ambapo Umu alikuwepo. Hapana bwana, babangu hana lolote. Juzi tu hapa mimi nimeshikiliwa na Harifu. Wezi amini Harifu baba alipata taarifa lakini hajajataka kuniokoa, hajaja. Alafu nimerudi anajifanya sijui I miss you, mshenzi kabisa yule mzee. Alijitapa Umu akiendelea kueleza jinsi ambavyo yani babake hawapatani. Okay, sio hofu na mimi bwana, kama nilivyokuambia mwanzo, babangu na mamangu wote walishafariki mapema sana. Aliongea Harifu, moyo wake ulikuwa ukimsuta kwa sababu alichokuwa anaongea ilikuwa ni uongo mtupu. Basi wakati anaanza kusimulia matukio ya uongo kichwani kwa Harifu, kikaanza kukumbushwa tukio lingine ambalo lilikuwa ni matukio kadhaa ambayo yalifanya mpaka Harifu kuhamia mazima katika kundi la ugaidi. Yani huyu Harifu alikuwa na story yake ya kwa nini alikuja kuwa gaidi, lakini kabla ya hapo hakuwahi kuwa. Sasa tumsome kidogo kufahamu kidogo ambapo tuone ukweli wa maisha halisi ya huyu anaitwa Harifu. Huyu Harifu anaitwa Harifu Swea ambaye alizaliwa mwaka 1996 huko Njombe. Kutokana na familia yake kushindwa kimaisha na kukumbwa na umaskini na kutupwa, wakashindwa kabisa kumsomesha mtoto wao ambaye ndo Harifu. Basi kuna mwaka ambao alikuja ambaye alikuwa kiongozi mkubwa sana, alikuja kuwekeza katika mazao ya viazi na alikuja na dhumuni la kununua mashamba kama ekari 1000 hivi za mashamba ya viazi. Basi katika pilika za hapa na pale, huyu kiongozi alifanikiwa kukutana na familia ya mzee Abdulrazak ambaye alikuwa anamiliki shamba lake dogo la viazi. Yule kiongozi aliomba tu na kile kipande cha shamba cha yule mzee ili ekari ambazo alikuwa anataka basi zitimie. Sasa kwa kuwa shamba la mzee Abdulrazak lilikuwa ndo kitega uchumi chake cha mwisho, mzee alikataa kata kuuza shamba hilo kwa huyo kiongozi. Walipelekeshana sana mpaka kufikia mwaka mmoja ambapo yule kiongozi alipata ekari 999 na nusu, ikabaki nusu eka tu ili kutimia ile ekari 1000 ambazo alikuwa anazitaka. Basi baadhi ya wanasheria na watu wengine kwa upande wa serikali waliingilia kati ikiwa ni kumshawishi mzee huyo auze shamba lake kwa huyo kiongozi ili atumie pesa ambayo atapata kuangalia shughuli nyingine ya kufanya. Lakini mzee alionekana kwamba ameshika vizuri sana sheria ya nchi. Alikataa katu kuuza shamba hilo na akasisitiza kwamba yeye ni maskini lakini katu hawezi kufanya upuuzi wa kuuza shamba lake wakati yeye mwenyewe ndio kitu ambacho anakitegemea. Basi baada ya ubishani wa hoja kushindikana pale na ilikuwa ni lazima kwa kiongozi huyo kupata ekari 1000, basi aliamua kutengeneza njama ili tu aweze kumpoteza huyo mzee bila kuacha ushahidi. Mtoto mkubwa akaunguza kibanda chake ambamo aliunguzwa yeye akiwa pamoja na mke wake, lakini pia alikuwa na mtoto wake ambaye ndo alikuwa Harifu ambaye alifanikiwa kuwa hai kutokana na kutokuwepo ndani kipindi wazazi wake wakiwa wanaungua. Kiongozi huyo alifika baada ya siku 3 tukio lile la moto na kisha alitoa ahadi ya kumtunza mtoto huyo na kumsomesha hadi atakapokuwa mkubwa, yani atakapokuwa kwenye mikono yake. Maana kipindi chote atakuwa akimtazama. Kweli bwana alimchukua mtoto pamoja na lile eneo ambalo alikuwa analitaka bila kipingamizi cha aina yoyote ile. Baadaye alimpeleka mtoto shule ambaye ndo huyu Harifu. Alipelekwa shule ya msingi na upili na kisha alianza kutumiwa katika mipango yake ya siri. Kiongozi huyu ambaye amemlea Harifu kutoka utoto wake na kuoa wazazi wake, huyu ndo ambaye amejipachika jina la Mr. X. Naam. Na huyu alikuwa ni Harifu ambaye alikuwa anadanganywa na alikuwa anamdanganya Umu historia yake kuhusu wazazi wake, sijui kitu gani, lakini kumbukumbu zake zilikuwa zinakumbuka siku ambayo wazazi wake walilipuka na moto ndani ya kibanda chao ambacho alikuwa anaishi. Na alikuwa anamjua nani ambaye amefanya unyama huu, lakini kwa sasa anamheshimu Mr. X kama baba yake mzazi. Hadi sasa Mr. X anajulikana na Harifu tu na hakuna mtu mwingine ambaye anamfahamu mzee huyu ni nani. Usikute hata Mr. X mwenyewe hajijui kama yeye ni Mr. X jamani. Mbona hii ni kasheshe? Basi
Basi hii ilikuwa ni historia fupi kidogo kumfahamu huyu Karifu alikuwa ni nani. Basi tunarudi pale ambapo kijana akaambia ndo hivyo Umu alimaliza kumsimulia uongo ule kwamba wazazi walifariki. Akiendelea kudanganya kwamba yeye hana mzazi yoyote, na akasema kwamba baadaye mwenyewe anajitunza, anaendelea mwenyewe na shughuli zake ndogo ndogo, na baadaye alikuja akachukuliwa na babake mdogo akaanzisha shughuli nyingine ambazo huwa inakuwa ni kupeleka mizigo Msumbiji. Basi alimdanganya Umu na kila mtu kwa kutengeneza historia feki. Lengo lilikuwa ni kuficha siri na mikakati ya yeye pamoja na babake. Huyo alikuwa akificha mikakati ya yeye na babake mlezi. Wakati ule mwanzo binti alikuwa akificha mahusiano yake na babake. Sasa Karifu alikuwa akisimulia historia yake ya uongo akiwa analia kweli. Basi akamwonea huruma, akamwambia pole sana dia jamani, pole. Alimbembeleza pale, akawa anamfuta machozi ya uongo Harifu. Hakujua kama ndani yupo na nyambisi mkubwa ambaye kwa sasa ameamua kumfuatilia Umu ili tu kupata kumjua Fani kwani ni nani. Binti amewekwa chambo lakini yeye yuko penzini. Hii ndo maana hasa ya kwa nini mimi wasipendi kabisa kuongea kuhusu wazazi wangu, alimaliza Karifu moyoni akijiongelea mwenyewe kwamba nini afanye juu ya Umu ambaye tayari alikuwa ameshamjua kwamba yeye ni mtoto wa waziri mkuu. Pole dia jamani, sitakuuliza tena, jisikie huru. Aliendelea kumbembeleza Umu akiwa amenunua kabisa hiyo story ya uongo. Basi kusema kweli Umu katu hakuwahi kuwa na mwanaume yeyote yule zaidi ya Karifu tokea ameanza kujitambua. Hali hii ndio ambayo ilisababisha kumuona Harifu ni mtu muhimu sana kwake. Toka afanye naye mapenzi kwa mara ya kwanza na akafanikiwa kumtoa msichana wake, Karifa alikuwa yeye ni mwenyeji kabisa kwa Umu. Kila alichotaka alikuwa akipewa, na ndio maana Umu ilikuwa ni vigumu sana kumsahau Karifa. Basi Karifa kuchukua muda mrefu sehemu ile, ingawa mwanzo alijua kabisa kwamba anaenda kufanya mapenzi na Umu, lakini kutokana na kushindwa kuona naye muda mrefu, lakini leo alishindwa kufanya hivyo kutokana na kupata mgogoro wa nafsi juu ya Umu mara baada ya kujua kwamba Umu alikuwa ni mtoto wa kiongozi mkubwa sana wa serikalini ambaye pia huenda atakuwa ni adui yake. Basi hamu yote ilimuisha na alitafuta sababu kabambe ya kuondoka hotelini hapo, na akaipata. Alimdanganya Umu kwamba amepata miadi na bosi wake usiku huo na alipaswa kuona naye mapema sana muda huo. Basi Karifu alifanikisha kumkimbia Umu pale hotelini, na akawa ameziacha hamu zake za mapenzi, lakini aliamua kukimbia tu kusikojulikana. Baadaye alichukua pikipiki akaomba mfikishe Ubungo, ambako huko alikwenda kujichimbia na kuendelea kufanya shughuli zake nyingine za siri. Haya, tunatoka pale na tunakuja kituo cha polisi Temeke, ambapo tunamwona Inspekta Konya ambaye tayari alishakuwa ametolewa katika mahabusu na kuwekwa katika dawati la kuhojiwa. Mbele yake alisimama viongozi wa juu kabisa wakimhoji maswali mengi ambayo si yote Konya alikuwa na majibu yake. Mengine alikuwa anashangaa tu na mengine alipatia majibu yake. Tulikutuma huko Morogoro, umeenda na umeonekana siku moja katika kituo chako cha kazi na kisha ukapotea kusikojulikana. Ina maana gani hii Inspekta? Mmoja wa askari ambaye alikuwa amevikwa vyeo na nembo za bibi na bwana alikuwa akiongea akiwa mkavu kabisa usoni. Hakika nilifika eneo hilo na kuripoti, nikafanya kazi kwa siku moja tu, na siku hiyo ndipo ambapo ilitokea uvamizi pale stendi ya Msavo. Kama taarifa ambavyo ilitokea ni kwamba kulikuwa na bomu ambalo lilijeruhi watu kadhaa pale. Sasa baada ya kufanya utaratibu nikaamua kwenda nyumbani kwa polisi mmoja wa kike ambaye alikuwa ni mjeruhiwa mmoja hivi kwa jina la Hadija kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Lakini ghafla ikatokea sintofahamu, na ilikuwa ni baada ya kunipiga kichwani na kitu kizito. Hatimaye nilipoteza kabisa uelekeo, nikapoteza kumbukumbu kabisa mkuu, na mengine yakafuata tu, lakini sikupanga kutokwenda kazini. Basi alijitetea kadri alivyokuwa anaweza ili kuchepusha baadhi ya matukio. Alipata attention ya kusikilizwa, lakini pia alipaswa aseme kila kitu ambacho kilimkuta kwa sababu kwa sasa yeye hakuwa anajua adui yake ni nani, kwa hivyo hakutaka kusema kila kitu kama ambavyo alikuwa ameamriwa. Ulimwamini shahidi na tena mwanamke? Aliulizwa Konya na akaitikia ndio saa. Mwisho aliinamisha kichwa chake chini kwa uzembe kama ule ambao alikuwa ameonyesha. Baada ya kuzimia ndo akajikuta kwa Dar es Salaam tena huko nyumbani kwako ukiwa na mwili wa Inspector Badil Junior pamoja na mtuhumiwa mwingine ambaye anatafutwa hadi na Umoja wa Mataifa kwamba amemteka mtoto wa waziri mkuu. Aliulizwa swali lingine ambalo lilikuwa ni kubwa sana. Basi hapa akashusha mapigo ya moyo na akaamua kutoa maelezo ya uongo kwa lengo la kuwaweka yeye pamoja na mtoto wake salama. Mkuu,
Kweli mimi nilizinduka, nilijikuta nipo Dar es Salaam, tena karibu na uwanja wa ndege. Hata kabla sijamalizia kuhema vizuri, kuna kijana alifika pale nilipo na akaniomba nimuhifadhi kwa sababu kuna vijana wanamkimbiza kwa lengo la kumkamata. Ikumbuka hapo sina hata taarifa kwamba kuna mtu anatafutwa. Nipo tu. Basi mimi nikamuhifadhi na nikamuingiza kweli katika gari ambapo nilikuja kuzinduka nipo humo. Baadaye nikampeleka hadi nyumbani kwangu kwa lengo la kuchukua taarifa zake ili nijue namna gani basi nitamsaidia. Mkuu nilifika nyumbani, ndo nikakuta hali mbaya zaidi. Rafiki yangu kipenzi Badili Jiara amefariki tena kwa kupigwa risasi. Alihitimisha Konya, ambaye alipandishiwa taarifa hii, na alikuwa ameipindisha kweli ili tu alitaka kujitoa katika kesi ambayo ilikuwa dhahiri shahiri itakwenda kumwandama. Pole Inspector. Na umesema ulikuja na gari nyumbani kwako. Ulipaki wapi wakati walipoingia polisi nyumbani kwako? Walikuta geti limefungwa na hakuna gari yoyote ile. Aliulizwa swali lingine Konya, ambaye alianza kwa kubabaika mwanzoni, lakini baadaye kidogo aliongea uongo mwingine ambao uliweka 90% kwenye ufanani wake. Gari niliacha nje na kusema, na kiukweli niliacha nje na nikaruka ukuta kwa sababu nilikuwa nimejaribu kufungua ila mlango ulikuwa ufunguki, na mara ya mwisho nilikuwa nimeufunga mwenyewe kwenye kumbukumbu zangu kichwani. Sasa kuhusu gari sikujua nani ambaye alichukua. Naijua ni rangi nyeusi, ipo kama aina ya Prado hivi, japo sina uhakika wa kuichunguza sana, lakini nahisi itakuwa walichukua gari yao au maadui, kwa maana kama walikuwa wamenizimisha nikiwa Morogoro na kunileta Dar kwa gari yao, inakuwaje shindwe kubeba gari yao kama nilikuwa nimeacha tu nje bila usalama. Alijitetea Konya, ambapo alianza kwa kuuma maneno sana, lakini mwisho alifanikiwa kueleweka. Sasa Inspector, tumekutoa kwa sababu moja. Unatakiwa kumfuatilia mtu ambaye amehusika na mauaji Inspector Badili Jiara. Kwa upembuzi wa chini inasemekana yule mtumiwa wa kesi namba 721 Maalim Bashasha. Kabla hata hajamaliza kutaja jina la mtu tayari Konya aliitikia. Alijua kabisa mtumiwa wa kesi namba ile ni yule ambaye alikuwa anamsumbua kichwa hapo awali, ni mtu wa Mr. X. Alishawaza tu kwamba labda yuko hai, na au kuna siku labda alishakutana na ndugu wa Maalim ambaye anaitwa Deus Bashasha, na walipokutana nakumbuka Konya anajua kabisa kwamba Maalim Bashasha yupo hai, na alikuwa na hivyo vidokezo vyote, lakini hakuwa anajua ni vipi ataanza kuthibitisha. Basi na hili ilikuwa ni kwa sababu kama asingekuwa hai basi angeiona chuki ya Deus waziwazi. Lakini ndio hivyo, manake huyo Maalim ni mzima wa afya. Ndiyo huyo Maalim Bashasha. Sasa tunakukabidhi hii kesi ili uifuatilie na uwe makini sana usirudie makosa. Yule askari alimkabidhi Fisi Bucha. Rasmi sasa Konya anakuwa askari namba 1 katika kufuatilia kesi ambayo iko moyoni mwake kwa muda mrefu sana. Alipata upenyo mzuri sana wa kufanya kazi hiyo kwa mapenzi ya dhati, huko akisema moyoni mwake kwamba mwanangu Murini, babako nakuja kukukomboa mwanangu. Sasa tunahama pale, tunakuja upande wa pili ambapo ni Ubungo, ambapo wanasema kwamba kuna muda maumivu huwa yanageuka kuwa ni njia mojawapo ya kutafuta dawa ya kupona haraka, na hii ni ukilinganisha na wakati ambao haikuwahi kuwa maumivu au yalikuwa kiwango cha chini sana. Sasa Karifu leo alionyesha kuumia sana, na akakumbuka kwa jinsi ambavyo wazazi wake waliuawa huko Njombe kwa ajili ya moto, na msababishaji alikuwa ni mtu ambaye mpaka sasa anamfanyia kazi na analala kwake kama baba mlezi. Akiwa chumbani kwake, Karifu alijibwaga kitandani akiendelea kutafakari kipi hasa afanywe ili iwe kisasi kwa mtu ambaye anafahamu ndo ambaye amehusika na vifo vya wazazi wake, lakini ndo mtu ambaye anamlea, anaishi naye kama babake. Basi kichwani kwake aliendelea kujutia kwa jinsi ambavyo anaendelea kutumika bila ridhaa yake, bila kupenda. Hakuwa na cha kufanya kukwepa mkumbo huu, kwa sababu ndo mtu ambaye alikuwa amemlea na kumsomesha mpaka kufikia hapo. Amemshikilia kooni kabisa na anashindwa hata kupumua Karifu. Sasa alikuwa anawaza atafanyaje. Napaswa kuendelea kufanya kazi kwake, lakini kwa tahadhari kubwa sana. Aliongea akiwa mwenyewe kitandani, huku mkono wake wa kulia ukipiga ukuta ambao ulikuwa umenawiri kwa picha mbalimbali ambazo zilikuwa ni za hifadhi za wanyama kila aina. Ameniwahi sehemu ndogo tu na ameniweka katika mtego tayari. Sina uhuru wa kujitoa sasa hivi. Ana kila aina ushahidi wa mambo ambayo mimi nayafanya. Hapa nikifanya tu fyoko basi ataniteketeza moja kwa moja. Aliendelea kuongea Karifu mwenyewe, akiendelea kujipanga, lakini pia akiendelea kukumbuka ni makosa gani basi anayo ambayo yatamfanya babake atumie kama udhaifu. Basi alizivuta pumzi zake kwa kasi na akainuka pale kitandani
aliangalia kulia na kushoto na kuitoa simu yake mkononi, ambapo juu ya kioo alikuta ujumbe ambao ulikuwa umetumwa na bosi wake, ambapo alikuwa amemsave Mr. X. Basi baada ya kusoma huu ujumbe, Karifu aliamua kumpigia simu Mr. X ili aweze kupata maelekezo ambayo atakuwa amejitosheleza zaidi. Alipiga simu na ikawa hivi, binti wa waziri yupo hapa da kwa sasa, hebu ufanye mpango wa kumshikilia na kumficha, kumteka. Mr. X alisikika sauti yake ikiwa ni nzito vile vile. Bila shaka alikuwa anatumia vifaa maalum kwa ajili ya kuchuja sauti ili isikike tofauti. Alikuwa anafanya hivi kwa lengo la kuficha ushahidi. Baba, kwa nini sasa? Mbona hakuna uhusiano wote ile kati ya huyu binti na mtu ambaye tunamfuatilia? Alijibu Karifu, na kuanzia muda huu Karifu alianza kuwa mjeuri kwa kumjibu ambavyo alitaka Mr. X. Na ni kwa sababu alichoka sana kusikiliza maagizo ambayo muda mwingine hayana faida kwa upande wake. Ni agizo, bado mdogo Tiger, nipo na maana yangu na kuomba fanya nilichoagiza, aliongea Mr. X akimuita Karifu Tiger. Yani alikuwa anamfananisha na chui. Sawa, but kwa nini sasa ulimwekea Konya GPS? Na target yako hasa ilikuwa ni ipi? Kama ni kumpata Konya, kumuoa au kupata ule mzigo wetu, mimi bado sijaelewa kipi ambacho uko unataka, aliongea Karifu wakati huu akihoji zaidi. Tiger, Tanzania ni kubwa sana hii. Nataka kutoa fundisho kwa askari wote ambao wananifuatilia kichwa bila kujua kwamba mimi ni nani. Lakini pia nataka kurudisha mzigo wangu ambao umepotea haraka sana. Sasa nisipomalizana na Konya, unafikiri ama unafikiri nani ambaye atatusaidia? Yani huyu anatakiwa apotee kwanza na ili tuweze kupata mzigo. Lakini Konya na mtoto ambaye ni Fani, unajua Fani anaonyesha kabisa na mapenzi na binti wa waziri. Sasa kuwapata wote hao kwa pamoja ni lazima tuwachanganye kwa haraka. Na wanatakiwa wachanganywe haraka. Wakisikia kwamba binti wa waziri mkuu ametekwa tena, lazima watachanganyikiwa. Watasema ametekwa na nani? Sasa wakati ambao mlisema amemteka mwanzo, wameshamshikilia. Yani hiyo mbona sijaelewa. Hapo ndo ambapo napataka Tiger. Nataka kuichanganya serikali wasijue adui wao yupi sasa. Kwa sababu wao sio wanamfahamu adui. Sasa mimi nataka kuwachanganya wao wenyewe. Ina maana watamwachia huru Fani, si ndio? Hafu kipi kitafuata? Kifo. Tutaua wote. Na hiyo sio kazi yake. Kuna kijana wangu ambaye tayari nimeshamweka maalum kabisa kwa ajili ya kwenda kumaliza hiyo kazi. Sawa baba, nitamteka. Lakini aliongea Karifu kisha akasita. Alitaka kuropoka kitu ambacho kipo moyoni, lakini aliacha kwa sababu aliamini kujifanya ajue chochote kuhusu humu itakuwa ni njia nzuri zaidi ya kumchora Mr. X bila mwenye kujua. Don't panic. Tumia njia yoyote ili kumpata binti, then nitakwambia kipi kitafuata. Sawa. Tiger, aliongea na kisha baba huyo alikata simu. Basi baada ya muda akatumia picha ya Mr. X alikuwa hajui kabisa kama mtu ambaye anamwagiza sasa ndo mpenzi wa na ashajua ni nani na ana umuhimu gani katika maisha yake. Yani alimwagiza mtu amteke mpenzi wake. Mtu ambaye ana kisasi kizito moyoni ambacho hata awe ni mgeni kiasi gani hawezi kuingia na viatu katika moyo wake. Basi Karifu aliangalia zile picha huku kichwa chake kikiwa na maamuzi ya aina tofauti. Atawezaje kumkamata ambaye ni binti wa waziri mkuu? Moyo wake uliumia sana kwa kuwa bado alikuwa anaendelea kutenda dhambi kwa kulazimishwa. Na isitoshe alikuwa anampenda sana Karifu. Nitakuteka, nisamehe sana, ila nitakuwa na maamuzi ya aina moja tu. Nitakuteka ili nimpate Fani ambaye anaonekana kuwa na uhusiano na wewe kimapenzi, na huu ni mpango wa bosi wangu. Au labda nikuteke ili nikuue kama kisasi cha kulipiza mauaji ya wazazi wangu, aliongea Karifu kama akifikiria hivi. Basi alipomaliza aliushika moyo wake na akajibwaga tena kitandani, akiandaa kichwani kwake mipango jinsi gani ambavyo anaweza kumteka na kufanya maamuzi ambayo basi atakuwa ameyakusudia. Sasa tunatoka pale tunakuja upande wa Konya, ambapo ilikuwa ni majira ya jioni kabisa, ambapo Konya aliamua tena kutembelea sehemu ile ambayo huwa mara kadhaa alikuwa wanapata mvinyo na rafiki yake kipenzi ambaye kwa sasa ametangulia mbele ya haki na si mwingine bali ni Inspector Badil. Basi alifika eneo hilo si kwa lengo la kunywa pombe mpaka kulewa, bali alikuja tu kwa ajili ya kuziagiza pombe na kuziaga kwamba amezikumbuka, lakini hataweza tena kuzishika baada ya hapo, kwa sababu kuna muda kipindi kizito huwa kinafika ambacho kinataka mtu kukubali kabisa kuachana na kila kitu, tayari kuwakabili ana kwa ana maadui zake. Basi alikaa muda mrefu sana bila kufungua tabia ambayo aliagiza. Alikuwa mkuja kuiaga eti, na kuna mtu alikuwa anaiangalia sana na kutingisha kichwa. Alikuwa akiangalia pombe hiyo ambazo
Alikuwa akiangalia tu ajui anywe vipi. Kuna kipindi alikuwa anakunywa kwa furaha sana, anafurahi akisaidiana na rafiki yake mwenyewe, wakigonga cheers. Lakini hizi zote leo zilikuwa ni kumbukumbu. Aliona hawezi. Kweli alichukua bia ile mpaka kaifungua, akaitazama sana lakini hakunywa. Aliweka tena kwenye meza na baada ya kuifungua alitoa kijiko chake mwenyewe mfukoni na kisha akaweka mdomoni. Kiburudisho pekee ambacho kimebaki kwa sasa baada ya kifo cha mke wangu. Pumzika kwa amani mama. Basi akumaliza jina la mtoto wake kutokana na machungu ambayo alikuwa anapitia, akajikuta anaanza kulia. Moyo wa Konya kila muda ulikuwa unalipuka kwa moto kutokana na kujiona hajafanya chochote ambacho kitamsaidia kumweka huru binti yake, na ni miezi sasa tangu ametekwa. Basi aliweka ile kiko yake vizuri bila kuivuta tena. Leo alikuwa anakunywa bia kwa mawazo huku akishusha kwa hewa tupu, ambayo ilikuwa inapatikana kutokana na kuvuta kiko ambacho kilikuwa kijawashwa kabisa. Basi liganda katika kutafuta mbinu kabambe kabisa za kuwashikilia wapinzani wake mapema sana kabla ya jua hata alijamia upande wa pili. Sasa wakati Konya yuko hapo, alihisi kabisa kuna upepo ambao si wa kawaida. Aliamua kutumia mbinu zake za kikomando ili kujua nini ambacho ilikuwa amekihisi kutoka sehemu hiyo. Pembeni kidogo kulikuwa na jamaa ambaye alimwekea mgongo Konya. Alikuwa amevalia koti kubwa pamoja na viatu vizito sana. Mezani kwake kulikuwa na bia kama 4 hivi na kulikuwa kuna vipo viwili ambavyo vilikuwa vimeanguka kwenye meza kuashiria kwamba vimeshatumika. Basi jamaa huyu alikuwa ipo hapo kwa ajili ya kunywa na wala si kupoteza muda, ndivyo ambavyo alionekana. Lakini kumbe alikuwa makini sana kumchunguza Konya. Alikuwa na shida mno na Inspector Konya, na shida yake hasa ilikuwa ni kulipiza kisasi juu ya yote ambayo alitendewa kipindi ameshikiliwa kule kituoni. Alipigwa sana na Inspector Konya pamoja na kunusurika na ajali ya mabomu, lakini bado alikuwa nakumbuka kwamba alikuwa na kisasi naye, na huyo hakuwa mwingine, alikuwa ni Maalum Bashasha. Naam, Maalum Bashasha alikuwa hapa kwa lengo la kumfuatilia Konya tu. Alirudia tena lile kosa lake ambalo alifanya na kufanikisha kutiwa nguvuni na Fani. Leo alishajua kabisa kwamba hayupo Fani katika maeneo hayo, na ilikuwa ni wakati wake wa kumsubiri Konya alewe pombe ili afanye kitu kibaya sana ambayo itakuwa ni kumbukumbu kwa ajili ya taifa. Basi Konya tayari machali alishamcheza. Ni komando huyu. Alikuwa makini sana toka pato na ile ajali ya kulala na mhalifu ambaye alikuwa ni Hadija, na kesho yake akaamka ametekwa. Basi Konya sasa alikuwa makini kila sehemu. Hapo alipohisi kabisa kwamba kijana ambaye amemgeuzia mgongo hana nia njema kwake, basi yeye alitulia, kaendelea kumsomea ramani taratibu pale, na mara kadhaa alimshuhudia akitaka kugeuka na kisha kama anashtuka hivi. Mwana haramu huyu. Aligundua Konya ambaye mtu huyu alikuwa anamfuatilia yeye, lakini hakujua huyu mtu alikuwa ni nani. Basi alichomoa kifanya Konya ni kuanza kumimina pombe kama anakunywa mdomoni hivi, kumbe alikuwa anamwaga upande wa pili, na kisha akatupa chupa pembeni, na mlio wake ulimhakikishia Maalim kwamba Konya ameanza kufakamia pombe. Basi Konya alifanya mchezo huu yapata dakika 20 mbele, tayari alishachafua meza kwa bia 4, na kisha sauti ya kuagiza iliagiza nyingine 2. Moja alikunywa na aliendelea nayo na mchezo ule wa mwanzo ambapo alikuwa akinywa kisha kamwaga katika maua ambayo alikuwa jirani. Ya mwisho alikunywa kabisa nusu, lakini alijifanya anaanza kutapika kwamba pombe zilikuwa zimemzidi. Basi sasa alisimama kama anayumba hivi na akaanza kutafuta choo kiko wapi. Alijua kabisa kama mtu huyo amefika hapo kwa lengo la kutaka kumfuatilia yeye, basi atasubiri mpaka wakati ambapo Konya ataenda chooni, au basi mtu huyo atamfuatilia kweli hata kama ni nyumbani ama ni wapi, lakini akiwa ameelewa hizi ndo tajiti za huyo mtu. Na kweli bwana, ndivyo ambavyo ilikuwa. Bwana Maalum Bashasha alinyanyuka na yeye kumfuata nyuma Konya ili akammalize huko chooni. Alimsogelea taratibu huku koti lake likiwa limemfunika na kofia hadi katika utosi. Walipofika sehemu ya vyoo vya kiume ambavyo vilikuwa vimegawanyika kwa wingi sana katika chumba kimoja, Konya alianza kujifanya kutapika tena, wakati alikuwa anatoa pombe ambayo alikuwa amehifadhi ndani ya mdomo wake kwa muda mrefu. Basi Konya alifanya kama ameishiwa nguvu na akaanguka chini kwa magoti, huku mdomo ukijitahidi kuleta matapishi ili atapike. Basi alikuwa anapiga kelele tu. Basi Maalum Bashasha alitikisa kichwa kwa kuwa huo ndo ulikuwa muda wake wa kummaliza Inspector Konya. Alitoa kisu chake chini ya soksi na akafunga mlango wa vyoo ndani ili kubaki wawili tu. Hebu nisaidie kunyanyuka kijana. Aliomba msaada kuinuliwa Konya,
na alifanya makusudi ili apate nafasi ya kumweka karibu kijana huyo ambaye alikuwa anamfuatilia kwa nyuma. Basi Maalum alisogea alipo Konya, huku akileta mzima kwamba anakuja kumaliza kazi kirahisi sana. Alijiandaa kumchoma kisu cha tumbo wakati akiwa anamsaidia kunyanyuka mle ndani. Basi alimsogelea na Konya aliposogea tu akarusha mikono yake kama anachukua kitu hivi kutoka chini mgongoni na kukileta kwa mbele. Alimsikia Maalum bashasha kwa haraka sana na akamrusha kwa mbele. Basi kwa kuwa hili lilikuwa ni fumanizi la kushtukiza, lilimwacha Maalum bashasha kwenye mataa akiumia kwelikweli. Mbavu zote za upande wa kulia zilikuwa zinamuuma. Konya ruka tena kirahisi sana na kumsindikiza na teke la mgongoni kumtuliza, na kisha kainama na kumfunua kumuona sura kijana huyu. Maalum, wow, alifurahi sana Konya. Hakika tabasamu lake la awali lilirudi kwa kasi sana. Konya hakuwahi kufurahi kwa namna hii toka mpoteze mke wake kipenzi. Kupatikana kwa Maalum bashasha kulimfungulia kwenye uhuru mpya kuwajua maadui zake ni akina nani na namna gani basi hata wakabili. Basi Konya hakutaka kufanya kosa tena hata moja. Alimtutusa Maalum bashasha hadi katika gari lake, na kwa jinsi ambavyo alikuwa anamchukia hakupenda kabisa wakae siti moja. Alihisi labda anaweza kapandwa na muhemko na kusababisha kifo chake mapema kabla hajapata lolote kuhusu Mr. X au alipo mtoto wake Maureen. Basi aliamua kumsoka ndani ya buti ambako ilikuwa ni nyuma ya gari na kisha alichapa mwendo. Safari ambayo haikuwa ya kuelekea makaburini wala nyumbani kwa Konya, ilikuwa ni moja kwa moja kituoni. Basi aliburuza gari la Konya kwa spidi sana ili asije mtumiwa akanyanyuka tena kama kule kwenye ajali ya Bomwet. Basi hatimaye alifika kituoni majira ya saa 4 usiku. Alimtoa mtumiwa wake mkuku hadi katika chumba kile cha mahojiano, chumba ambacho Maalum bashasha anakikumbuka hasa kwa kichapo ambacho aliwahi kupewa na Konya. Basi mkuku wa Inspector Konya uliwaacha maskari wote ambao walikuwa pale kinywa wazi, na hawakutegemea kama ndao Konya atawasili muda ule na mtumiwa. Tena mtumiwa ambaye amepewa kazi yake ya kumsaka hata siku moja ilikuwa haijaisha vizuri, lakini tayari alikuwa yuko naye hapa. Leo sitaongea sana kama siku ile. Nadhani unakumbuka vizuri sana, kifo chako kipo mikononi mwangu Maalum, okay? Aliongea Konya na kumwelezea swali ambalo halikupata jawabu. Kirafiki tu, nipe location ya wapi mwanangu yupo, then niambie nipe sababu moja strong ya kwa nini umemuua Badili Jiara. Then who is Mr. X and tell me, then you will be safe. Aliongea Konya kwa hasira akichanganya Kiingereza kidogo baada ya kumketisha Maalum bashasha ili kuleta msisitizo kwamba hana utani hata kidogo. Sijui, alijibu kidogo tu bwana bashasha kwa jeuri ya ujambalika ambao alikuwa nao. Uso wa Konya ulibadilika ghafla na kusimama bila kutaraji. Hujui, alisema Konya akizipiga hatua kumfuata Maalum bashasha sehemu ambayo alikuwa amekaa. Kweli bosi, mimi sijui kwa nini yote hayo. Kwani haya yote kwani yametokea hapa? Mimi sijui chochote bwana, utaniumiza bure tu. Alijitetea Maalum sasa kwa sababu alikuwa anajua kabisa varangati la Konya ikifika muda wa kupiga mtu si la kitoto. Hujui chochote sio? Konya alikuwa ni kama kichaa. Alitamani afahamu hata moja tu. Alijua Maalum bashasha anafanya mengi sana na si rahisi kuyasema kwa kuhofia usalama wake. Sasa Konya alimfikia bashasha, alikuwa anamgusa kuashiria kwamba muda wote ule konde zito litamshukia. Kiukweli kabisa mimi sijui lolote lile. Kazi ambayo mimi napewa ni kutekeleza tu jukumu ambalo liko mbele yangu tu basi, mimi sijui chochote. Na wala mimi sijui kukutana tena huyu mtu ambaye anaitwa Mr. X. Aliongea bashasha akiwa na pingu zake mkononi. Mtoto wangu yuko wapi? Aliuliza tena Konya. Safari hii ikiwa ni sauti kali mno kushinda ile ambayo ilikuwa mwanzo. Mimi nimesema sijui mkuu, mbona unataka kunielewa? Alijibu bashasha, jibu ambalo halikumfurahisha kabisa Konya. Alimwasha vibao viwili kwanza vya kumkumbusha kwamba alikuwa anaongea na nani, na bado hakuwa na roho ngumu ya kuvunja sheria Konya wakati huu. Sihitaji kuongea lugha nyingi na wewe. Kuna mtu wako anakusubiri uko gerezani. Bila shaka mtaongea zaidi ya ambavyo mimi naongea. Aliongea Konya, uso wake ukiwa umekunjamana kwa chuki dhidi ya watu ambao wamechukua muda mwingi sana kumuendesha maisha yake. Basi baada ya hapo Konya alitoka katika chumba hicho na kisha akasimama kama gogo vinje mlango. Alikuwa anatunga sheria tambana vipi Maalum ili iwe msaada mkubwa kwake kumpata Mr. X, lakini pia kumpata mtoto wake bila kumwaga jasho. Basi alisimama hapo na akatoa kiko chake na kukiwasha. Alivuta hapo kwa dakika kama moja hivi na kisha alimwamuru askari ambao walikuwa katika eneo lile
na akamwambia kwamba waweze kumuhamisha Bashasha na kumpeleka mahabusu kwa ajili ya kusubiri tukio ambalo liko nafuata. Basi Konya leo hakwenda nyumbani kwake hata kidogo. Aliamua kesha hapo kituoni kwa kulinda kituo kwa umakini mkubwa sana, kwa sababu alihisi muda wote maalum asije akatoroka eti. Akaamua kuchukua jukumu la kukesha kulinda mali yake. Hivi who is Mr. X? Alipata muda kujiuliza maswali mengi sana alipokuwa ofisini kwake. Maswali ambayo yalikimbiza usingizi wote wa Konya na kumfanya awe macho kama sungusungu ambao aliahidiwa kulipwa baada ya lindo. Na kwa nini huyu bwana amejua kwamba niko pale baa? Aliendelea kujiuliza akiwa mwenyewe. Mdomoni kwake kulikuwa na kiko ambayo haikuwaga kabisa. Alikuwa anaichezea tu. Huu ni mtego. Alijipa jibu mwenyewe kwa kugundua kwamba kama maalum Bashasha amegundua kwamba yuko pale baa, basi bila shaka atakuwa wamehack simu yake ama kuna namna yote ambayo wanamtazama. Basi haraka alijiongeza na kukamata mkonge wa simu mezani, akapiga simu kwenda sehemu nyingine ambapo alihisi msaada utapatikana. Konya hapa, nataka nikuone muda huu. Aliongea Konya kumuomba mtu ambaye amewasiliana naye muda ule kwamba alikuwa anahitaji kumuona. Basi mtu ule alimjibu kuwa ni usiku sana na hayupo karibu na nyumbani kwake, lakini alitoa ahadi kwamba siku ya pili yake asubuhi atakuwa pale alipo Konya. Sasa basi siku ya pili ilifika ambapo ilikuwa ni asubuhi na mapema, ambapo Konya alipata habari nyingine mbili, ambapo moja ilikuwa ya furaha na nyingine ilikuwa na huzuni sana. Ya furaha ilikuwa ni kwamba mtu ambaye alisababisha yeye kukamatwa na kutekwa na majambazi amefungwa kifungo cha miaka 20 jela. Alikuwa ni yule mwanamke Hadija. Hapo ilikuwa ni baada ya kukubali shtaka kwamba yeye ndio chanzo cha mlipuko wa bomu huko Mbagala. Alifanya kama ambavyo walivyokuwa wamemtuma hawa akina bwana Sam Dafur, watu wapuuzi kabisa katika taifa. Lakini habari ya pili ilikuwa ni kuhusu kesi ya Fani ambaye alipandishwa kizimbani, na licha ya kesi yake kuyumbayumba kidogo bila kuwa na ushahidi maalum, lakini bado kesi hii ilimfanya Fani kuhukumiwa ama kuwekwa gerezani kwa miaka 6. Sasa Konya akajiambia kwamba mwanangu, wiki moja tu inakutosha huko, nitakutoa mwanangu hata kama ni kwa kuvunja sheria. Aliongea Konya, na hii ilikuwa ni baada ya kupokea taarifa za mtoto wake kufungwa kwa miaka 6. Msikilizaji, hii ni sehemu ya 4 ya simulizi hii nzuri kabisa ya Inspector Konya. Upelelezi unaendelea kama ambavyo tunaona, tujui nani ambaye upande wake timu itakuwa imekwenda kushinda. Mambo bado ni mengi. Mwana mpenzi ambaye kumbe ni hafai kabisa kulumanga wala hata kutafunia, lakini yeye afahamu. Lakini jamani mabinti, kisha sahau kwamba Fani anampenda Fani, au kwa sababu hajasema. Ama mabinti msipoambiwa mnapendwa hamjui mpaka muambiwe kabisa live mwenyewe karudi kwa mpenzi wake ambaye hamjali kwa chochote, kamwacha Fani ambaye aliweza hata siku ile angefariki kwa ajili yake. Lakini sijui anyways, sijui ni wapi mbako Xavier Luoga nataka sisi twende. Mimi nikwambie tu msikilizaji, hakikisha unaendelea kuifuatilia channel yetu Simulizi Zetu Media, subscribe hapo, like, comment, lakini pia share mara nyingi kadri ya ambavyo unaweza wewe. Sisi tutakuja mapema sana na muendelezo wa simulizi hii. Nyuma mic, jina langu naitwa Tutu. Kwaheri kwa sasa.